multipora. Maana ni kwamba sasa ule utulivu, stability inakuwa haipo. Sasa mustakabali wake ni nini? Na nilikuwa naangalia jana mwaka huu 2026 ni sawa sawa kalenda ya mwaka 2026 kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 ni sawa sawa na siku ya mwaka 1941 ambapo nafahamu mwaka 1969 mpaka 1945 ilitokea vita ya pili ya dunia. Kama nilivyosema mwanzo kwamba historia ina mwanzo, ina katikati na ina mwisho. Kwa sasa vile vile inawezekana tunaishi kwenye kipindi cha hatari zaidi cha kihistoria. Na inawezekana hichi kizazi chetu sisi tunaweza tukashuhudia mambo ambayo tuliwasoma huko kina Ho Chi Minh, wakina Joseph Stalin, wakina Adolf Hitler wakajirudia. Haya bwana, hayo ndio walau kwa uchache. Itakapotimia pale saa 1:30 tutakuja kuangazia kwa kina sasa yale ambayo yanaendelea kujiri kule Mashariki ya Kati. Wapo wanaozungumza, yapo yanayojibiwa, wapo wanaotaka mazungumzo, wapo wanaosema hawataki, wapo wanaoshambulia. Nimeona Netanyahu anasema yeye hao mazungumzo mambo yao ya kuzungumza yeye ana muhusu, yeye yupo kwenye mission yake tofauti kabisa, anaendelea kupiga yapokuwa anaendelea kupigwa. Tuanze kuangazia walau taarifa ambazo tunazo. Miongoni mwa taarifa ambayo kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki jana tulianza nayo pia ni hali ya mafuriko ambayo inaendelea pale kwa wenzetu Kenya. Serikali ya Kenya imesema mito miwili imevunjika kingo zake kwa sababu ya mafuriko na kulazimisha familia kadhaa kuhama makwao. Lakini kufuatia hali hiyo, jana tulikuwa na idadi hapa ya vifo, lakini kutokana na mafuriko hayo Kenya jana 21 zimeathiriwa na mafuriko, hali inayozusha wasiwasi kuhusu usalama wa umma, uharibifu wa miundombinu na ongezeko la misaada ya kibinadamu. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi hiyo, idadi ya watu ambao wamekimbia makazi yao tangu mafuriko yaanze mapema mwezi Machi imefikia 34,000. Kubwa kweli kweli kabisa. Kisa cha hivi karibuni zaidi kimetokea magharibi mwa Kenya ambapo mto Nyando ulifurika Jumatatu na kufunika sehemu ya daraja inaitwa Ahero katika barabara kuu ya Kericho Awasi Kisumu, hali iliyovuruga usafiri katika eneo hilo. Watu ambao wamekimbia makazi yao watu 34,000, vifo 88. Kenya napitia kidogo hali ambayo mvua ni kama imekaa kwao, imechejamaa, imekaa kwao. Watu 34 wamekimbia makazi. Watu 20 kaunti 21 zimeathirika moja kwa moja. Watu 88 vifo mpaka jana. Kati taarifa ya Wizara ya Mambo ya Ndani inatoka kwa kuna ongezeko hilo kufikia 88. Toe pole bana kabisa kwa wenzetu Kenya kwa hichi ambacho anapitia kwa majanga ya asili. Tanzania huko inanyesha lakini bado Mungu anazidi kutusaidia. Kuna maeneo ambayo kuna hayo madhara makubwa. Yes. Lakini kwa wenzetu kidogo naona imewaamulia imekuwa kubwa sana. Kwa kubwa. Na hapo kumbuka wametoka kupitia katika ukame. Ukame ulikuwa mkubwa sana. Baadaye nakuja kuwapata vile vile mvua. Kwa hiyo ni changamoto ambayo taifa la Kenya limekuwa likipitia. Nakumbuka haya yote majanga ya asili yamekuwa yakikwamisha au yakichelewesha shughuli za maendeleo. Kwa mfano sasa hivi watu 34 maana ni kwamba serikali inatakiwa ichukue jukumu kuwahudumia. Kuwapatia makazi, chakula, huduma za dharura, ili mwisho wa siku sasa ile dhana ya ustawi wa watu. Kaza serikali kuhudumia watu na ustawi wao. Kwa hapo ndo inajitokeza zaidi. Poleni sana ndugu zetu kutoka 94.7 Kenya pale Nairobi na maeneo mengine ambapo mmekumbwa na hiyo changamoto, na mimi mtavuka. Ndio ndugu yangu. Kabisa. Bwana, kwingineko taarifa ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa jana Jumanne inasema zaidi ya raia 500 waliuawa kwenye mashambulizi ya drone nchini Sudani kati ya Januari hadi Machi 2026. Raia 500. Yaani unamaanisha kutokea juzi hapo. Kutokea Januari mpaka Machi, miezi mitatu. Raia 500 waliuawa. Umoja wa Mataifa umesema hayo jana Jumanne na kuongeza kuwa mauaji mengine yalitokea katika jimbo la kimkakati la Kordofan
Sasa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limesema kumekuwa na ongezeko kubwa la matumizi ya drone katika vita hiyo vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudani. Msemaji wa shirika hilo anaitwa Martha Hurtado amewaambia waandishi wa habari kule mjini Geneva kwamba katika wiki mbili za kwanza za alitoa taarifa hiyo jana, ambapo pia aliangazia hasa shambulizi la tarehe 20 Machi dhidi ya hospitali ya El Dain kwenye jimbo la Darfur Mashariki lililoua watu 70 wakiwemo watoto 13 na kujeruhi wengine 146. Hali ni mbaya kweli kweli Sudan. Unaweza ukasema kwamba unaweza ukawaonea huruma wananchi wa Sudan na taifa la Sudan, kwa sababu kwa kweli changamoto ambayo wamekuwa akipitia ni changamoto ambayo unaweza kuwaza kwamba kwa nini utajiri wa dhahabu na mafuta, lakini still bado limeangukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na kwa kweli tangu alivyoondoka Omar al-Bashir mwaka 2019 na tangu alivyoingia kiongozi wa mpito Abdullah Hamdok, lakini vile vile tangu walipogombana majinali wawili ya Hemeti pamoja na mwenzake General Fattah al-Burhan, kwa kweli umekuwa Sudan haijatulia unaweza kusema. Na kuna vikao vingi vya AU kama kwamba Africa Union wamekuwa wakizungumza kuhusu swala zima la Sudan. Jambo ambalo kimsingi linawashuhutisha ni issue ya Kongo, issue ya Sudani, Afrika ya Kati na pembe ya Somalia, au katika zile nchi ambazo zinajulikana kama za IGAD, pembe za nchi ya Afrika. Kuanzia kule Djibouti, Eritrea, Somaliland, Somalia, Mogadishu kule. Sasa Sudani kwa nini imekuwa inachukua vichwa vikubwa vya habari vya kimataifa? Kwa sababu kwanza ni taifa kubwa kijiografia. Ukiacha lenyewe Kongo na Afrika ya Kati. Lakini ubaya zaidi Mtei, taifa hili limeanguka. Tunaposema taifa kuanguka, maana ni kwamba taifa linashindwa kuwahudumia watu wake. Kuna sifa 4 za taifa kuanguka. Sifa ya kwanza ni serikali kukosa udhibiti wa kuendesha nchi. Sifa ya pili ni serikali kushindwa kulinda mipaka. Sifa ya tatu, kuna taifa kunakuwa hakuna umoja na mshikamano. Hakuna tunasema sense of nationalism ya utaifa. Yaani ile sense ya kujisi kwamba wewe ni Msudani au wewe ni Mkongo. Lakini sifa ya 4 ni taifa hilo kushindwa kuwahudumia watu wake kwenye kiwango cha kawaida, kutoa huduma za msingi na vitu kama hivyo. Sasa ukitazama kwa kweli hali ya Sudan inakuonyesha kwamba uongozi unaweza ukapelekea catastrophe kwa wananchi. Kwa sababu kumbuka hapa Mtei tunazungumza ni kutofautiana tu kwa viongozi hao wawili. Mmoja ni mkuu wa majeshi, anaongoza jeshi la Sudan Army Force, General Fattah al-Burhan, na mwenzake Mohamed Dagalo Hemeti wa RSF. Yaani hawa ndio wameifikisha Sudani ilipofika hapa. Walisaidia kumngoa Bashir mwaka 2019. Baada pale wakawa sasa kila mtu anataka kuongoza Sudan. Na vile vile tujifunze nchi za Kiafrika, kwa nini unakuwa na jeshi katika nchi afu unatengeneza jeshi lingine katika nchi? Hiyo ndio shida ya Sudan. Yaani kuna jeshi la Sudani afu huyu Omar al-Bashir akatengeneza jeshi lingine linaloitwa RSF. Kwa kuna majeshi haya mawili. Sasa hao watu walishirikiana kumpindua. Mmoja anaongoza jeshi lenye nguvu Sudani, afu mmoja naye anaongoza kikundi ambacho kina mizania sawa na jeshi la Sudani. Ndio shida ilipoanzia. Kwa hiyo kilichotokea sasa ni kwamba kila mtu anajisikia kwamba ana nguvu. Na utacheka wakaenda kwa mfano hawa wawakilishi wa RSF walivyokuja kwa mfano Kenya. Kujaribu kufanya hiyo of course mediation na negotiation. Unaona kabisa kwamba wote wanajisikia kwamba wao ndio watakiwa kuiongoza Sudan. Huko kwa mfano Mohamed Abdul Fattah al-Burhan alivyoenda katika Umoja wa Mataifa kikao cha 79 cha UNGA, United Nations General Assembly. Yeye ndio anajisikia kwamba yeye ndio mtawala wa Sudan. Of course Umoja wa Mataifa umekuwa ukimtambua
Abdel Fattah al-Burhan kwamba yeye ndio kiongozi wa nchi ya Sudan. Lakini vile vile hawa kwa hali jinsi ilivyo, mimi binafsi nawaona kabisa wakienda ICC, International Criminal Court, kwa sababu wamesababisha catastrophe na watu 500 kwa miezi mitatu. Kuna ripoti kwa mfano za vyombo vya kimataifa, kuna zaidi ya watu 300 zaidi wamefariki. Sasa watu 300 mjomba, sio mchezo. Haya bwana, hayo ni ya Sudani ambayo yanaendelea huko, na nchi kama imeyuka, nchi imeanguka, imesambaratika, haipo nchi. Yani kuna kitu kinaitwa Sudani, lakini nchi haipo. Bwana, tukiangazia taarifa nyingine, serikali ya Ghana imetoa wito kwa mataifa mbalimbali duniani kuunga mkono hoja yake iliyopeleka Umoja wa Mataifa UN, ambapo wao wanataka kutambua na kutangaza, yani UN yenyewe itambue na kutangaza kwamba utumwa ulikuwa ni uhalifu. Ghana wamepeleka ombi Umoja wa Mataifa. Na mimi naongezea watulipe fidia UN kwamba jamani, kama tusiweke tu kwenye historia kama nasema hivi, kama Ghana wameanzisha huo mkakati, tuongezee watulipe na fidia. Wao wanataka hivyo. Hatua hiyo inalenga kuimarisha mazungumzo yanayoendelea kuhusu fidia na uwajibikaji. Samuel Kamai amewahimiza nchi wanachama wa UN kulitazama azimio hilo kama hatua ya kutambua ukubwa na athari za kudumu za moja kwa moja za mfumo mibaya ya kikoloni zamani. Yani tusiishie tukusoma kwenye historia kwamba babu zetu waliteswa, tupewe fidia. Lakini Mtei, kuna vitu vya msingi hapo. Kwanza kuna hoja za msingi. Ni kweli Afrika litawaliwa, tunakubali. Lakini vile kuna nchi hapa duniani zilitawaliwa, tunakubaliana. Wachina walitawaliwa, Wachina, India kwa mfano. India ilikuwa moja wapo koloni kubwa sana la Uingereza. Na nchi nyingi za Vietnam, Singapore, Malaysia zote zitawaliwa. Kwa hiyo wazungu waliongoza kweli hizo harakati za ukoloni. Sio? Lakini dhana hii ya ukoloni ukiitazama imekuwa ni kama ni brainwashing. Yani kama ni mkakati wa kuendelea kutunyong'onyesha. Kwa nini? Of course, Ghana ni taifa la kwanza kupata uhuru wa Afrika mwaka 1957. Chini ya Kwame Nkrumah, daktari ambaye baadaye akaja huyu akapinduliwa, na moja ya kitabu maarufu kinaitwa The Beautiful Ones Are Not Yet Born, kwamba wasichana wazuri bado hawajazaliwa, kimeandikwa na Amakwe Ama. Of course alikuwa anazungumza wasichana, alikuwa anamaanisha viongozi wazuri hawapo kwenye dunia, akirejelea utawala wa Kwame Nkrumah, kwamba alituahidi kwamba ataondoa rushwa, lakini alipoingia mamlakani rushwa ikaendelea. Okay, hiyo ni story nyingine. Lakini kuna nataka kusema kwamba Afrika itawaliwa kwa miaka mingi sana. Tangu kinachoitwa kipindi cha mercantilism. Biashara ya pande tatu, Afrika, Ulaya, na walikuwa wachukuliwa watumwa wanaenda. Kama vile ambavyo Marekani itawaliwa miaka 400 na Uingereza. Tangu Christopher Columbus avovumbua kinachoitwa Amerika, ilitawaliwa vile vile Marekani. Sasa hoja ya msingi ambayo ndo nafikiri ndo debate ya msingi zaidi, kwa nini Afrika imebaki kama ilivyo? Kwa sababu wa Singapore itawaliwa, wengine walitawaliwa wote. Kiambiwa Singapore itawaliwa sema na nani? Jamani, mbona inaonekana haikutawaliwa? Wa Singapore itawaliwa, India imetawaliwa. India leo hii ni taifa ambalo ina uchumi mkubwa kuliko Uingereza. India ukiangalia kwa GDP, gross domestic product. Singapore ilitawaliwa, Vietnam ilitawaliwa, si ndio? Sasa ni kweli kabisa kwamba kuna hizo harakati za kutaka wazungu watulipe fidia. Na kwa kweli wazungu kwa ukoloni wamepeleka majanga makubwa sana. Kwa mfano hiyo nchi ya Kongo, huyu ambao anaitwa King Leopold wa pili, alipelekea catastrophe kubwa sana katika nchi ya Kongo. Tazama. Na maeneo mbalimbali duniani katika nchi ya Kiafrika. Lakini hoja msingi ni kwamba kwa nini mataifa mengine yaliyotawaliwa yanapiga hatua za kiuchumi na zinakimbia haraka kuliko Afrika? Sasa ipo hivi. Kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasema don't be a prisoner of the past. Usiwe mfungwa wa kihistoria.
Sasa hapa nawaambia wa Ghana sasa, afu tukisymbolize Afrika nzima, usiwe mfungwa wa kihistoria. Kwa sababu tukisema kwamba Afrika tulitawaliwa, watakwambia wa Japan na sisi tulipeleka ukoloni, watakwambia wa Taiwan zaidi ya miaka 100. Hiyo historia kwa mfano ya tuje kuzungumza historia vizuri kwa sababu ni mada pana, lakini kwa mfano utawaliwaji wa Japani unafanana na utawaliwaji wa Afrika kihistoria. Utumwa. Sasa ipo hivi. Kutawala maana yake ni domination. Ndio, kwa sababu hiyo biashara utumwa ambayo inatajwa, maana unajua ipo hivi. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna mfumo wa capitalism ambao ulitokea miaka ya karne ya 19. Mfumo wa capitalism umepitia katika hatua za msingi 3. Kuna monopoly, acho wameendelea kiviwanda. Kwa walikuwa wanataka labor, cheap labor. Mmesoma zile pointi zote za Ibo, land relation, cheap labor. Sasa walikuja Afrika kwa lengo la kutafuta wafanyakazi. Ni kweli kabisa, kwa sababu wameendelea kwenye viwanda. Ukisoma historia wanasema Uingereza ndio ilikuwa workshop of the world. Ilikuwa ni unavyoona Marekani ya leo ndio Uingereza karne ya 18 na karne ya 19. Yaani Marekani ya leo ubabe wake ule ndio Uingereza karne ya 15 karne ya 16. Lakini wenzetu kuna kipindi kinaitwa kipindi cha mwangaza. Kinaitwa The Rise of Reformation, kipindi cha mabadiliko. Hichi kilitokea karne ya 15 karne ya 16, ambacho wenzetu walikuwa wanawaza tofauti na mazingira yao. Kwa mfano, alitokea mtu mmoja anaitwa John Locke. John Locke ndo alikuja na msingi wa demokrasia, kwamba lazima jamii iweze kufanya tafsiri ya kutengeneza sheria zao wenyewe. Unafahamu kwamba nchi nyingi za Ulaya zilikuwa zinaongozwa na making na maqueen. Kwa hiyo wakaondokana katika mfumo wa utawala wa viongozi wa making na maqueen, wakataka sheria wananchi waweze sema msingi ya kutunga nini? Sheria. Hilo la kwanza. Lakini wakatokea wakina Isaac Newton, wanasema alikuwa amekaa kwenye mti akaona nini, chungwa limeanguka, akajiuliza kwa nini chungwa limeanguka. Ndio akaja na ile dhana yake ambayo inaitwa gravitational force. Sasa nataka kusemaje? Nataka kusema hivi. Maendeleo yana hatua. Maendeleo ya nchi za Ulaya yamepitia katika hatua karibia 5. Sisi nchi nyingi za Kiafrika, unajua kwa nini tunaendelea kulalamika sisi tumetawaliwa sio koloni? Kwa sababu sisi wenzetu, yani mfumo wa kikapitalism una hatua. Ukimsoma mtu mmoja anaitwa Professor Rostov, ameandika hatua 5 za maendeleo. Kuna primitive, kuna tradition, kuna take off, kuna maturity na high age of consumption. Sasa haya mataifa ya Uingereza, Ufaransa na China haya hapo katika kipindi cha maturity. Yani unajua historia ni kama nini? Historia inaenda afu inajirudia. Kwa sasa hoja msingi hapa nafikiri tusiendelee kulalamika kwa nini tumetawaliwa wala ukoloni. Ni kweli unaathiri katika kufikiri, katika kuwaza, katika historia, lakini tusiendelee tutaendelea kuwaza kwamba sisi tulitawaliwa. Morning Express. Wala sisi tukamalize na taarifa nyingine ambazo duniani zimetikisa pia. Watu 66 wamefariki dunia kwenye ajali ya ndege, wengine kadhaa wakijeruhiwa. Hiyo ilitokea Colombia jana. Ilikuwa ni story kubwa kweli kweli. Mkasa huu umetokea wakati ndege ya kijeshi iliyowabeba watu 128, wengi wakiwa wanajeshi, ikianguka. Yenyewe ilianguka eneo la Puerto, inaitwa Puerto Leguizamo nchini Colombia. Hiyo ilikuwa ni Jumatatu kwa mkia jana, ambapo mkuu wa majeshi ya Colombia Jenerali Alejandro Lopez ametangaza hayo na kuongeza kuwa wanajeshi 4 walikuwa kwenye ndege hiyo bado hawajulikani walipo. Kulingana na jenerali huyo, bado hawana taarifa wala ishara kwamba ndege hiyo ilishambuliwa na kundi lolote au wanamgambo wowote. Bado hakuna taarifa iliangukaje. Waziri wa ulinzi wa nchi hiyo amesema kupitia ukurasa wake mtandao wa X kwamba ndege hiyo ilikuwa ikiwasafirisha wanajeshi kuelekea mji wa Putumayo. Hiyo ni miongoni mwa taarifa ambayo pia ni muhimu kuweza kuijua. Kingine pia, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameapa kuimarisha hadhi ya nchi yake kama taifa la zana za nyuklia.
Wakati dunia mnawaza kwamba tuzuie watu wasirutubishe sana nyuklia kwa wingi. Kim Jong Un anasema anataka taifa lake liendelee kuwa top kama taifa lenye zana za nyuklia la juu kabisa. Sasa kiongozi huyo wa Korea Kaskazini ameapa kuimarisha hadhi ya nchi yake kama taifa lenye silaha za nyuklia, huku akisisitiza msimamo mkali dhidi ya Korea Kusini. Katika bunge la nchi hiyo ambalo hupitisha tu maamuzi ya serikali, Kim Jong Un alishutumu Marekani kwa kile alichokitaja kuwa ugaidi wa kimataifa na uvamizi, akiaminika alikuwa anazungumzia vita vya Mashariki ya Kati. Sasa kulingana na Korea Kaskazini itahusika pakubwa katika muungano dhidi ya Marekani mnamo wakati hisia pinzani dhidi ya Marekani zinaongezeka. Kim hakumtaja kwa jina moja kwa moja rais wa Marekani, lakini amesema iwapo wapinzani wake watachagua makabiliano au amani, wako tayari kujibu chaguo lolote. Kwa Kim yupo ni kama Kim anatamani kitu. Kama Kim kuna kitu anatamani. Juzi niliona video moja yeye na mtoto wake ambaye nadhani ndo anakuja kumrithi, mtoto wake wa kike yule, wakiwa wanajaribu kifaru. Mtoto wake anakiendesha kwa mara ya kwanza, anasema mtoto wake anaendesha kifaru kwa spidi, wako kama kwenye jangwa hivi, wanajaribu silaha zao. Sasa ni kama anatamani kitu, lakini sasa jinsi ya kuingia asija kaonekana yeye ndo kaingia, anatamani atajwe sehemu. Yes, kwanza ni kwamba hoja nzuri sana Mtego. Unajua sasa hivi dunia ukiacha kwamba inapitia kuna recession, inapitia kuna global insecurity, inapitia katika mataifa kuvuka mipaka, lakini dunia vile vile inapitia katika global arms race, uzalishaji wa silaha za hatari duniani. Kim anaendelea kuimarisha uwezo wake wa silaha za nyuklia. Urusi amejiondoa kwenye mkataba ambao unaitwa New START, mkataba ambao ulisainiwa mwaka 2011 kati ya Barack Obama na Dmitry Medvedev. Putin anasema kwamba mkataba hatutasaini tena, tunaendeleza silaha zetu za nyuklia. Ufaransa ya Emmanuel Macron imesema kwamba inaendeleza mpango wake wa nyuklia. Sawa. Sasa ukitazama dunia inapitia katika global insecurity, katika ukosefu wa usalama wa kikanda. Na hii ndio imekuwa debate kwenye forum zote za kimataifa, kuanzia AU, COMESA, Umoja wa Mataifa mpaka SADC. Issue ya ukosefu wa usalama, issue ya amani. Kwa sababu ukifanya flashback, hiki kinachofanyika ndio kama ambacho kinafanyika kipindi cha Cold War, vita baridi. Huko unashangaa kuna Warsaw Pact, huko wana NATO. Huko wanazalisha silaha za nyuklia, huko wanaongeza. Kwa hiyo dunia kama hii ambayo sasa inaingia unedhana ambayo inaitwa multipolar, maana ni kwamba sasa ule utulivu, stability inakuwa haipo. Sasa mustakabali wake ni nini? Na nilikuwa naangalia jana, mwaka huu 2026 ni sawa kalenda ya mwaka 2026 kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 ni sawa na siku ya mwaka 1941 ambapo nafahamu mwaka 1969 mpaka 1945 ilitokea vita ya pili ya dunia. Kama nilivyosema mwanzo kwamba historia ina mwanzo, ina katikati na ina mwisho. Kwa sasa vile vile inawezekana tunaishi kwenye kipindi cha hatari zaidi cha kihistoria. Na inawezekana hichi kizazi chetu sisi tuweza tukashuhudia mambo ambayo tuliwasoma huko kina Ho Chi Minh, wakina Joseph Stalin, wakina Adolf Hitler wakajirudia. Haya wana, hayo ndio walau kwa uchache. Itakapotimia pale saa 1:30 tutakuja kuangazia kwa kina sasa yale ambayo yanaendelea kujiri kule Mashariki ya Kati. Wapo wanaozungumza, yapo yanayojibiwa, wapo wanaotaka mazungumzo, wapo wanaosema hawataki, wapo wanaoshambulia. Nimeona Netanyahu anasema yeye hao mazungumzo, mambo yao ya kuzungumza yeye ana muhusu, yeye yupo kwenye mission yake tofauti kabisa, anaendelea kupiga japokuwa anaendelea kupigwa.